Eric Nswira, ni mtaalamu wa saikolojia. Kwa bahati nzuri nimezaliwa maeneo ya vijijini. Nataka niongelee katika lengo yangu ambayo nataka nisimame. Pointi yangu nisema kwamba regionalism education system, elimu ambayo ikitolewa kikanda, kwa asilimia kubwa ukiangalia mjini wameshafanikiwa. Naweza nikasema kwamba jambo usiojua ni sawa na usiku wa giza. Ukienda katika maeneo ya vijijini, kumekuwa na wimbi kubwa ambalo kwa wanawake imekuwa ni changamoto, hata kwa wasichana imekuwa ni changamoto. Ukiingia mashuleni unakuta wamefaulu wanafunzi 6 tu, na hizo shule za sekondari ninazo na document ninazo. Unakuta mtoto wa kike aliyefaulu ni mmoja tu. Ukiingia kwenye zero zipo za kutosha, lakini ukija kukombea mjini unakuta mjini unaperform vizuri. Ukiingia masuala ya wanawake kuhusiana labda wasichana kufanyia ukatili, bado tu imekuwepo. Dawati la jinsia, tuende tukaulizie vijijini. Je, unaelewa nini maana ya dawati la jinsia? Unakuta mtoto haelewi, wala mtoto wa kike haelewi. Kuna wakati mwingine vijijini ukatili unaweza ukaendelea kwa sababu hawana elimu ya kutosha. Je, hawa ustawi wa jamii wameenda vijijini? Unakuta hamna. Katika kijiji chetu, hata hili swala la elimu ya jinsia nimesoma kwenye kitabu cha Ngoswe, Kipenzi Kitovu cha Uzembe. Kabla ya hapo sikusoma hicho kitu wala sikuelewa. Pale baada ya mwalimu kuingia ndipo nilipopata kuelewa. Vipi kuhusiana na watu ambao wapo mtaani huko? Vipi kuhusiana na mama ambao wapo huko mtaani huko, ambao wanateseka, ambao wanapitia hali ngumu? Masuala ya umiliki wa ardhi bado imekuwa changamoto kuhusiana na wazazi wetu, labda wakina mama wanapitia changamoto. Kuna swala moja pia ambayo nitaenda kuliongelea, linaitwa kwamba utamaduni na mazingira. Kuna mtaalamu mmoja ni mwana saikolojia anaitwa Albert Bandura. Alisema kwamba mazingira yanaweza akamwamrisha mtu namna gani aweze kuishi. Je, mazingira yetu sisi tumeyawekaje? Mazingira yetu yanamfavor mwanamke katika ile lengo yake? Tunaona mazingira yetu yanamkandamiza mwanamke. Ukiongelea swala la Tarime ambalo mmetoka kuliongelea, hiyo imekuwa shaped by environment. Mazingira ndio yaliyo shape hiyo mazingira. Inabidi tudili na mazingira haya. Mimi naomba kiongozi, bahati nzuri tuna kiongozi wa ustawi wa jamii, hebu kawaambieni wasikae maofisini maeneo ya mjini tu, kimbieni vijijini. Unasema kwamba kuna dawati la jinsia kwenye kata yangu, mimi hilo halipo. Nimezaliwa katika kata ya Isu, halipo dawati la jinsia. Na kama kuna watendaji wanajitahidi, lakini wana majukumu yao mengine ambayo ni special, wanasoma community development. Lakini wapo vijana ambao wamesoma masuala ya ustawi wa jamii, wapo vijana wa psychologists. Tunatamani tuone kila kijiji tupate hao watu husika ambao wanaweza kutusaidia ili kuweza kufikia dira ya 2050. Shukrani sana. Naam, mtazamaji wa ITV, nikushukuru kwa kuendelea kuwa nasi, fuatilia na mada hii inaendelea na